Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 6 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania kwa kuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi linaoanza na habari kubwa iliyopewa kipaumbele inayosema CCM ilivyoadhimisha miaka 49 ya kishindo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi. CCM ilivyoadhimisha miaka 49 ya kishindo. Lakini vita kupigania uhai vitengo vya dharura. Vita kupigania uhai vitengo vya dharura. Wagonjwa wa dharura na wale wa ajali wanavyosota bila kupata huduma. Hospitali zikiweka mbele malipo. Waathirika wasimulia. Lakini serikali yaeleza mwongozo. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 4 kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema hukumu ya waziri na wenzake ya shilingi bilioni 3.18 yapingwa. Hukumu ya waziri na wenzake ya shilingi bilioni 3.18 ya bilioni 318 yapingwa. Lakini Mwigulu atangaza kiama vinara wa mikopo umiza. Mwigulu atangaza kiama vinara wa mikopo umiza. Lakini jarida la afya siri nywele za kwa pani kwa afya ya binadamu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni vita kupigania uhai vitengo vya dharura. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mtanzania leo, ukurasa wa mbele inaanza na habari inayosema siku 100 za Rais Samia, TEA yatenga bilioni 2.9 kuboresha miundombinu ya shule za amali. Siku 100 za Rais Samia, TEA yatenga bilioni 2.9 kuboresha miundombinu ya shule za amali. Lakini sekta ya mafuta na gesi yawa gumzo muhimu maendeleo ya taifa. Sekta ya mafuta na gesi ya nguzo muhimu maendeleo ya taifa. Lakini bado kuna habari inayosema mali za mabilioni alizoacha Munde zawekwa hadharani. Mali za mabilioni alizoacha Munde zawekwa hadharani. RC Tabora amwagia sifa mfanyabiashara mwenzake. Lakini ni mbunge wa Kwimba aliyefichua utajiri huo kwake, asema angekuwa si mwaminifu angechikichia mzigo huo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini bado kuna habari inayosema mgambo amtwanga risasi mwenzake Tanga kisa deni la shilingi 1500. Mgambo amtwanga risasi mwenzake huko Tanga kisa deni la shilingi 1500. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele. Lakini maelfu waendelea kumiminika huduma za uchunguzi bure Kairuki. Maelfu waendelea kumiminika huduma za uchunguzi bure Kairuki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini habari kubwa ni mgambo wa mtwanga risasi mwenzake Tanga kisa deni la shilingi 1500, ampakia mwenyewe kwenye bajaji na kumwahisha hospitali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo, linaanza na TMA yatoa tahadhari ujio wa mvua za masika. TMA yatoa tahadhari ujio wa mvua za masika. Lakini mbunge Asenga aungana na wananchi kudai fidia wasiolipwa fedha za barabara Kidato Ifakara. Na mikopo ya halmashauri ya paa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa ukurasa wa mbele. Mikopo ya halmashauri ya paa, serikali yaongeza mikopo hiyo hadi 15% kutoka 10% hapo awali. Lakini kengele yalipa kuelekea mwaka wa fedha 2026/2027, walengwa hasa wakiwa vijana, wanawake wenye ulemavu. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3. Lakini Dr. Mwigulu akabidhi hundi ya bilioni 200 ahadi ya Rais Samia. Na Wasira asisitiza umoja mshikamano ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM.
lakini akusanya milioni 400 za ujenzi wa ofisi ya CCM Bunda. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye linaanza na habari inayosema TMA yatahadharisha mvua za masika nchini. Wizara ya afya watahadharishwa kuibuka kwa magonjwa ya mlipuko. Lakini Wasira asisitiza umoja CCM. Bilioni 200 sio ahadi tena. Rais Samia aidhinisha rasmi mkopo kwa ajili ya kuwezesha vijana wanawake. Ahadi hiyo ilitolewa wakati wa kampeni kutekelezwa ndani ya siku 100. Lakini taasisi za fedha zatakiwa kulegeza masharti ya mikopo huo ili kutoa ahueni kwa vijana. Na NMB yakabidhi vifaa vya milioni 105 shule hospitali Manyara. Hiyo habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiongezea kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele lenye linaandika habari inayosema Zungu awatoa hofu wa bunge wasiogope wachangie hoja. Zungu awatoa hofu wa bunge wasiogope wachangie hoja. Lakini Rais Samia ndani ya siku 100. Rais Samia ndani ya siku 100 aipaisha sekta ya mawasiliano. Lakini TMA yatahadharisha mvua za masika na kiongozi Dr. Samia ni super katika kuongoza nchi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za mbele. Lakini habari kubwa ni TMA yatabiri mvua za masika kunyesha. Lakini gazeti lako la Majira lenye linaandika mnara unaotumia nishati safi wazinduliwa Morogoro. Serikali yatenga bilioni 5 kuwezesha kampuni changa. Lakini Mwigulu akabidhi hundi ya shilingi bilioni 200 kutoka kwa Rais Samia. Ni za uwezeshaji vijana kiuchumi, ni utekelezaji wa ahadi zake ndani ya siku 100 tangu achaguliwe. Lakini TMA yatoa mwelekeo wa mvua msimu wa masika. Na Dr. Nchimbi ataka wana CCM kutimiza wajibu, huku serikali kuongeza mikopo ya halmashauri hadi 15%. Lakini elimu ya teknolojia kwenda kwenye kilimo itakavyochangia kukuza uchumi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 14 ndani ya gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini bado kuna habari inayosema M23 yadai iliushambulia uwanja wa ndege wa Kisangani. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 10 ndani ya gazeti lako la Majira. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza lenye linaandika habari inayosema wanahabari 140 kupata mafunzo ya habari za mazingira. Lakini Watanzania bado wana imani na Chama cha Mapinduzi CCM. Huyo ni Dr. Nchimbi asema awataka vijana kufanya kazi kuiletea nchi heshima. Hiyo ni habari endelea ukurasa wa 2. Lakini Dr. Samia atimiza ahadi ya bilioni 200 za vijana. Na TMA yatoa tahadhari mvua za masika. TMA yatoa tahadhari mvua za masika. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania Uzalendo Kwanza. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo lenye linaandika habari inayosema Hemedi ataka vijana wafunzwe historia ya CCM. Hemedi ataka vijana wafunzwe historia ya Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini waziri wa elimu shirikianeni malezi ya vijana. Huyo ni Hemedi asema wazazi na walimu shirikianeni malezi ya vijana. Lakini Dr. Akili aiagiza ZAT kusimamia weledi masuala ya fedha. Lakini Katari yaonesha nia kuisaidia Zanzibar sekta ya maji na umeme. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini hospitali ya rufaa Mawenzi kutoa huduma za kusafisha figo. Hospitali ya rufaa Mawenzi kutoa huduma za kusafisha figo. Lakini kimataifa, Xi Jinping Trump wajadili kuhusu Taiwani. Xi Jinping na Trump wajadili kuhusu Taiwani. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika Wasira atikisa Mara. Miaka 49 Chama cha Mapinduzi CCM, uchumi imara, utulivu kitaifa. Hiyo ni miaka 49 Chama cha Mapinduzi CCM, ni uchumi imara, utulivu kitaifa. Lakini mtekelezaji mno ni Rais Samia Suluhu Hassani.
Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na magazeti kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye michezo na burudani, na gazeti lako la Taifa Tanzania linatuhabarisha Mo Dewji apewa saa 72 afungashe virago vyake kuondoka Simba. Uongozi waliandikia jeshi la polisi ili kuwachukulia hatua kali za kisheria wahusika. Lakini mwenyekiti Murtaza Magongo asema kujiuzulu hilo wasahau bado yupo sana. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini kwenye gazeti lako la Majira kwenye michezo linaandika Simba Yanga mzigoni kesho KCL, makocha wafunguka. Lakini Azam FC na AC Maniema do or die kesho. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa michezo. Huku gazeti lako la Uelekeo linaandika JSM awaahidi wachezaji Yanga donge nono. Azam FC yakataa tena ofa ya Faisali na TFF ya ufungulia KMC Complex. Lakini Simba kuwaburuza polisi waliomnanga Mo Dewji, pia yawaonya kutumia nembo zao holela. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Lakini Wamachinga gazeti lako kwenye michezo linaandika Tepsi, huyo ni Tepsi Evans kujiunga na JKT Tanzania. Lakini bodi ya wakurugenzi Simba watoa tamko, Yanga tumewasili salama Morocco. Kibu Dennis yamalizana na Al Nassr ya Libya. Lakini TRA United yamtambulisha Shamau. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako andika Samata ana imani na vijana AFCON 2027. Lakini uongozi Simba wakerwa na baadhi ya mashabiki. Twiga Stars kambini Jumapili kuiwinda AFCON. Lakini Mzize awa gumzo tizi la Yanga huko Morocco. Mzize awa gumzo tizi la Yanga Morocco. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti lenye asubuhi ya leo kwenye michezo naandika msimamo wa Yanga ya mzuia striker wa Waarabu mzuka Morocco wazidi kupanda. Lakini chimbo la movie wameiacha Bongo Flava ikiwa hitaji. Lakini kombe la dunia linaweza kuondoka Marekani. Lakini Kibu achomolewa Simba, kiungo msauzi asikilizia kigogo afichua jambo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.